Mtazamaji wa Bamedaz TV na kualika tuwe pamoja kwa takriban muda wa saa nzima kuanzia sasa. Nitakuwa naongelea kuhusu umuhimu wa kupiga kura, katika kipindi chetu cha maadili ya Mtanzania. Hili somo la umuhimu wa kupiga kura nimelichagua kwa makusudi kabisa, nikijua kwamba tupo katika kipindi cha upigaji kura cha uchaguzi. Tuko katika kipindi cha uchaguzi katika serikali za mitaa. Huo ni mwanzo tu, lakini ni mfululizo mpaka mwaka 2020 tutakuwa na uchaguzi mkuu. Lakini napenda niwaandae Watanzania wenzangu ambao mnapenda sana kuitazama Bamedaz Television. Mambo haya tuyaweke wazi, kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu, ni mchungaji. Haya mambo niyaweke wazi kwa maandiko, ili watu wafahamu kwamba swala hili ni swala mtambuka, linamhusu kila mtu. Hakuna Myahudi wala hakuna Myunani. Watu wa itikadi zote za siasa, watu wa imani zote za dini. Upigaji kura ni jambo la kimungu kabisa, na katika Biblia, kwa sisi tunaosoma Biblia, siwezi kujua katika Qur'an tukufu inawezekana pia imeandikwa, lakini katika Biblia imeandikwa mara 56, mara 56. Sasa unaweza ukaona jambo hili lilivyo muhimu sana kwa kila Mtanzania anayenitazama na kunisikiliza. Na haya mambo inaweza ikawa ni mapya kwako, hujawahi kusikia, na watu wengine walidhani kwamba swala la kupiga kura labda ni swala la kisiasa tu hivi, na ndio maana mahali pengine watu wananiita mwanasiasa. Lakini mimi sio mwanasiasa, mchungaji, ni mtumishi wa Mungu. Naongelea mambo ya jamii, mambo yanayohusu jamii, mambo ambayo hauna budi kuyafahamu, mambo ambayo yamefichwa kwa wengi hawayajui. Lakini kwa maandiko haya, naamini mwanzo mpaka mwisho, ukiwa mwaminifu kanisikiliza, utakubaliana na mimi kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kujitokeza kupiga kura kila Mtanzania ambaye amefikia umri wa kupiga kura, umri wa kuchaguliwa, na kwa hiyo ana haki pia ya kuchagua. Kama umefikia umri wa miaka 18, ni haki yako ya kikatiba Mtanzania. Lakini usipopata maelekezo ya kutosha, unaweza ukadharau mambo ya kupiga kura. Wengi wamekwisha kudharau, lakini naomba unisikilize mpaka mwisho, utapata faida. Ninajua wametangulia walimu wenzangu katika jamii huko, wanasiasa wamepita, wanahamasisha, wanafanya hivi na vile, lakini sasa kwa watu wengine wametafsiri kwamba ni masuala ya vyama vya siasa. Lakini mimi siongelei kuhusu vyama vya siasa, nitaongea na Watanzania wote, na hasa kwa mujibu wa neno la Mungu. Nikwambie kwamba upo umuhimu mkubwa kabisa wa kujitokeza, kujiandikisha kwanza kupiga kura, halafu ujitokeze siku ya kupiga kura yako. Kwa nini? Kwa ajili ya kuchagua watu ambao nadhani wanafaa. Hapa nitaainisha vigezo kwa mujibu wa Biblia. Uone kabisa swala hili sio jipya, limekuwepo tangu mwanzo kabisa wa kuumbwa misingi ya ulimwengu, na ni swala la kimungu. Lakini kuna vigezo vya kuangalia unapopiga kura yako. Usipige kiorera, usipige kwa ushabiki, usipige kwa ukabila, usipige kwa udini. Kuna vigezo ambavyo hata Mungu ameviainisha kwa maandiko kabisa hapa. Nikikwambia kwamba swala la kupiga kura imeandikwa mara 56 katika Biblia. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba swala la kupata viongozi ni la zamani sana, tangu enzi za kuumba misingi ya dunia. Limeanzia moja kwa moja katika historia ya uongozi. Nianze kwa kueleza historia ya uongozi. Limeanzia wakati wa Musa akiwa na wana wa Israeli. Siku zote tangu asubuhi mpaka jioni alionekana akihangaika sana peke yake. Inavyoonyesha hapa, hakumwamini mtu. Kwa hiyo alikuwa anafanya kazi zote peke yake, anasikiliza kesi za watu, anatatua maugomvi na migogoro. Atoke hapo aende kuomba Mungu, atoke hapo apate maagizo ya Mungu,
awaletee watu wake anaowaongoza, awaeleze Mungu asema hivi na hivi, anawaletea maonyo yao. Na wao wanamueleza kero zao. Anarudi tena mlimani kuomba kwa ajili ya watu hawa, anaeleza Mungu. Akirudi huko anakuta watu wengine wameshagombana huku. Watu sasa amekuwa ni mtu wa kuhangaika hivi. Lakini tunasoma, nitakusomea maandiko hapa, kitabu cha Kutoka ile sura ya 21 mpaka 22, lakini ukianzia kule juu kabisa mstari wa 14 mpaka 23 na kuendelea, utaona umuhimu wa huyu mzee Yethro, baba mkwe wake, alivyomshauri Musa. Uchaguzi unaanzia hapo kabisa. Uongozi unaanzia hapo wakati wa Musa. Baba mkwe akamwonea huruma baba mkwe mzee Yethro, akasema, mwanangu, unavyofanya hivi si vema hata kidogo, kwa sababu nimekuangalia muda mrefu unavyohangaika, unatoka huku na kwenda huku. Alafu hawa watu ni wengi mno mwanangu, hutawaweza peke yako. Akasema hivi Yethro, haikosi utadhoofika wewe na kufa ikibidi pamoja na hawa watu ulio nao. Sasa nakupa shauri. Sasa hapo ndipo naanzia kusoma hayo maandiko. Sikilize. Kutoka sura ya 18 mstari wa 21 mpaka 22. Yethro akamwambia Musa, nakupa shauri. Wewe katika watu wako ulionao lazima kuna watu wana uwezo, wana sifa. Ndipo naanzia hapo 21 mpaka 22 mstari. Kutoka 18, kitabu cha Kutoka sura ya 18 mstari wa 21 mpaka wa 22. Mzee Yethro anasema, zaidi ya hayo, ametoka kumshauri kwa hayo niliyokwisha kusema, maana naokoa muda, mambo ni mengi hapa. Lakini mzee Yethro anaendelea hapa, anasema, zaidi ya hayo utajipatia katika watu hawa watu walio na uwezo. Sikia vigezo hivyo. Anachaguliwa mtu mwenye uwezo, ina maana mwenye uwezo wa kuongoza, mwenye uwezo wa kufanya hiyo kazi. Sasa mzee Yethro anasema hivi. Na anaposema mzee Yethro hapa, samani nitasoma tu, siwe na wasiwasi. Huyu mzee Yethro sijasoma popote kwamba aliwahi kupita chuo chochote cha uongozi au labda aliwahi kufundishwa na mtu yoyote. Ni swala la kimungu. Hekima ya Mungu iko ndani ya mzee huyu. Anamshauri Musa mkwewe au mkwilima wake mambo ya msingi. Sikiliza, anasema, zaidi ya hayo utajipatia katika watu hawa watu walio na uwezo. Kigezo cha kwanza hicho. Watu wenye kumcha Mungu. Kigezo cha pili, watu wa kweli, yani sio matapeli, sio waongo, sio walaghai. Watu wa kweli. Wenye kuchukia mapato ya udhalimu. Kumbe rushwa zilianza tangu zamani na ufisadi. Sasa anatahadharishwa Musa asichague watu wasiokuwa na maadili. Watu wasio anasema wenye kuchukia mapato ya udhalimu ukawaweke juu yao, wawe ni wakuu wa maelfu. Angalia, anaanzia juu. Maelfu maana yake ndio hiyo. Kwa mfano Mheshimiwa Rais anatawala mamilioni ya watu wa Tanzania. Sasa maelfu na mamilioni ndio inaenda pamoja na wakuu wa mamia. Sasa ndio unaweza ukashuka labda ukaja mpaka kwa wakuu wengine. Najua kabisa wakuu wa mikoa na mawaziri na manaibu waziri, huko tutakwenda 2020. Hivi nimeanza, ili somo litaendelea hata 2020, nitawakumbusha tena. Sasa imebidi nisome kuanzia huko juu. Maelfu, mamilioni, maelfu, malaki ya watu. Wakuu wa mikoa mnaangukia hapo, na wakuu wa wilaya na mawaziri, manaibu waziri, makatibu wakuu, manaibu katibu wakuu, makatibu tawala wa mikoa, makatibu tawala wa wilaya na kuendelea na wabunge nadhani. Sasa huko tutakutana mwaka 2020. Sasa hivi niko naongelea na hamasisha watu wa serikali za mitaa. Watajikuta hapa pia. Wa maelfu, wawe ni wakuu wa mamia, wakuu wa 50. Nadhani kwenye mitaa inaweza kuwa 100 au 50. Haya. Na wakuu wa 10. Mabalozi wa nyumba 10. Usidhani kwamba ni jambo jipya. Hili ni jambo limeanzia huku kwa mzee Yethro na Musa. Alafu nao waamue watu hawa siku zote, kisha kila neno lililo kubwa watakuletea wewe, lakini kila neno dogo wataliamua wenyewe.
basi kwako wewe mwenyewe utapata nafasi zaidi, na hao watauchukua huo mzigo pamoja nawe, na utapata amani. Anaendelea kusema moja kwa moja, watu watakuwa na amani na wewe utakuwa na amani na afya yako itarudi. Kwa hiyo ilianzia hapo, kupata viongozi wenye uwezo wanaomcha Mungu. Tumesikia mara kwa mara Mheshimiwa Rais anasema watu wawe na hofu ya Mungu, na waheshimiwa ngazi zote nimesikia mara nyingi wanapokuwa na hutubia wanawaagiza wale ambao wako chini yao kuwa na hofu ya Mungu na kuwa waaminifu. Na kuwa na hofu ya Mungu maana yake ni kuishi maisha ya kumcha Mungu, watu katika imani zao, wala hajashawishiwa mtu kuwa kwenye dini ya mtu, lakini kila mtu kwenye imani yake ajaribu au ajitahidi kuishi maisha ya kumcha Mungu, kwa sababu wote nafasi zenu mnazipata kutokana na Mungu mwenyewe ameamua mzipate. Sasa kama hivyo ndivyo nitafafanua baadaye, unapoishi maisha ya kumcha Mungu unakuwa na ukaribu na Mungu, alafu unakuwa na uhakika wa kuendelea kwenye nafasi yako. Kitendo cha kumwacha Mungu, kitendo cha kumwasi Mungu, kitendo cha kuzichukia ibada, maana yake umejichoka hata wewe mwenyewe, maana Mungu hata ruhusu uendelee. Sasa utakuja kuona. Sasa sidhani kama ni busara niache hivi bila kuyasema haya, alafu jikute umeingia kwenye matatizo, useme mchungaji, ungesema tungepona au ningepona. Haya nayasema kabisa. Nilitaka nianze na utangulizi huo, kwamba uone hili jambo sio jipya, kupata viongozi ngazi yoyote. Na sasa tunaanzia ngazi ya mitaa. Tuko kwenye mitaa sasa, serikali za mitaa, wenye viti wa mitaa na viongozi wote katika ngazi ya mitaa na serikali za mitaa. Vijijini nadhani ni serikali za vijiji, serikali za vitongoji, vitu kama hivyo, lakini mjini tuna mitaa namna hiyo. Sasa anzia kwenye mitaa na kwenda huko juu, kama nilivyofafanua, swala la uongozi liko hivyo. Lakini ndugu zangu, ni nani atachagua watu wenye sifa hizo kama nilivyosema, kama sio wewe mpiga kura ambaye umeshakuwa na una vigezo vyote vya kupiga kura? Maana umri wako labda umeshafika miaka 18. Nimetangulia kusema kwa katiba ya nchi yetu miaka 18 na kuendelea, una haki ya kupiga kura, una haki ya kugombea uchaguliwe, una haki ya kuchagua yule unayeona anatufaa kwa ajili ya kuleta maendeleo, anatufaa kwa ajili ya kutetea katiba yetu, anatufaa kwa ajili ya kulinda amani ya nchi hii. Tuendelee kuishi kwa amani. Maandiko hayo yako mbeleni huko, nitakuja kukwambia, lakini la msingi ndio hilo. Niona nianze na hilo, muone kwamba jambo hili sio jipya, lina historia yake. Lakini swala la kupiga kura, kama nilivyokuambia kwamba katika Biblia limetajwa mara 56. Kwa mimi mtafiti nimezihesabu ni mara 56. Umuhimu wa kura au kupiga kura, Biblia inasema kura hukatisha maneno, kura hukata kesi kabisa. Mahali penye mgogoro, mahali penye utata, basi huwa zinapigwa kura. Na nikisema hivyo sina maana kwamba ni jambo jipya, ni jambo la kimaandiko kabisa. Nitakupa maandiko hapa, ni historia ya nyuma kabisa, tangu zamani. Kama kuna utata wowote, lazima ipigwe kura, alafu kura inaamua. Mithali 18 mstari wa 18. Hakuna nitakachokisaza wala hakuna nitakachosema kichwani tu hivi, lakini nitasoma kila andiko ili tuwe pamoja. Mithali sura ya 18 mstari wa 18, Biblia inasema hivi. Anasema kura hukomesha mashindano, hukata maneno ya wakuu. Hiyo ni Mithali 18 mstari wa 18. Kura hukomesha mashindano, hukata maneno ya wakuu. Kwa hiyo mahali popote penye utata itapigwa kura au zitapigwa kura. Nina mifano hapa ambayo nimeiainisha hapa kuthibitisha hili ninalokuambia, kwamba kura hukomesha mashindano, hukata mashauri ya wakuu. Kwa mfano, wakati wa Yona, unakumbuka kisa cha Yona alipokuwa ametumwa na Mungu kwenda Ninawi, kwenda kuhubiri Ninawi, kwa sababu uovu ulikuwa umezidi juu ya nchi. Kwa hiyo hasira ya Mungu ikawaka,
na akamtuma Yona aende akahubiri Ninawi, kuwaeleza watu kosa lao. Lakini Yona alikataa kwenda, au alikwepa, akawa amesafiri kwenda Tarshish, kutorokea Tarshish, na akapanda meli au merikebu kama ilivyokuwa inaitwa wakati huo. Na alipopanda merikebu, kwa kuwa Mungu alikuwa anamuona, kwa kukimbia vile Yona alidhani kwamba ni salama na Mungu hawezi kumuona na watu hawezi kujua. Lakini Mungu alikuwa anaona kwamba Yona amekaidi na Yona anakimbia. Kwa hiyo alipopanda ile merikebu, Mungu akaruhusu tufani ikaipiga ile merikebu, ikawa katika hali ya kuvunjika. Utakuja usome Yona, kitabu cha Yona sura ya kwanza nzima, lakini nitakupa mstari mmoja tu wa 7 utausoma. Kwa hiyo ilipopigwa tufani na upepo mkali na dhuruba, kwa maana ya kwamba yuko mtu ambaye anatafutwa mle, watu wote wakaomba. Biblia inasema, utasoma mwenyewe, watu kila mtu akaomba kwa Mungu wake, Mungu awaepushe na ubaya huu. Lakini nahodha wa merikebu hiyo alipoanza kukagua katika hiyo merikebu, akamkuta Yona amelala chini, amejificha kwenye sehemu za chini kabisa ya merikebu. Biblia inasema hivyo, utakaposoma utaona hivyo. Na alipokuta amelala usingizi, unajua ukiwa peke yako na uko chini, uko gizani, na usingizi ukampitia Yona, yule nahodha akamwamsha Yona, hivyo vipi unayelala wakati watu wote tunaomba, watu tunaangamia, kuna nini? Akasema, na wewe uamke basi uombe na Mungu wako atatusikiliza, au kuna nini? Umeona? Lakini Yona katika kunyamaza kwake na katika hali ikazidi kuwa mbaya, nahodha pamoja na wasafiri wote wakasema, tupige kura tuone jambo hili linatupata kwa ajili ya nani. Lazima kuna mtu mwenye mkosi. Kwa hiyo swala la kusema tunatafuta mchawi alikuanza leo. Tunatafuta mchawi, hivi mabaya yote haya yanatupata kwa ajili ya nani? Nikusomee Yona. Sasa wakasema tupige kura. Ilipopigwa kura ikamwangukia Yona. Lazima ipigwe kura kuondoa utata. Kumbuka nimetangulia kusema kwamba kura hukomesha mashindano. Uone umuhimu huo. Hata kwenye uchaguzi, nadhani mtakuja kuona wenyewe, au mnarudi nyuma, au mnaweza ukarejea nyuma ukakumbuka, mara nyingi ikitokea labda watu hata wamefungana hivi, labda kura zimelingana, au kuna utata, lazima kura zirudiwe, au lazima kura zipigwe. Na utata wenyewe unakuja kwamba wanaojitokea kugombea ni zaidi ya mmoja, na anatakiwa mmoja. Tunampataje mmoja kama sio kupiga kura? Ndugu zangu watazamaji wa Bamedas TV. Kwa hiyo unaweza ukaanza kuona sasa ninapokuleta kwenye somo lenyewe umuhimu wa kujitokeza kupiga kura. Umuhimu wa kujitokeza kupiga kura ili tupate mtu ambaye tunadhani atatuletea maendeleo, tunadhani atatunza amani ya nchi, tunadhani atatusaidia, atatuhudumia, mwadilifu, mwenye uwezo kama nilivyosoma vigezo. Lakini Yona mstari wa 7 anasema hivi, mimi nataka nikuthibitishe kwamba kura inakomesha mashindano. Mstari wa 7, Yona sura ya kwanza mstari wa 7. Wakasemezana kila mtu na mwenzake, haya na tupige kura tupate kujua mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani. Basi wakapiga kura, nayo kura ikamwangukia Yona. Penye utata hapo. Kwa hiyo nitaka ndugu yangu nikulete vizuri polepole uone umuhimu. Kumbuka niko katika kufafanulia uone umuhimu wa kupiga kura, alafu haki yako hiyo usiipoteze. Usipopiga kura ina maana watakuchagulia mtu usiyetaka, na ndipo utakapoanza kulaumu kiongozi gani huyu. Lakini ungepiga kura ingeamua. Najua kura yako labda ndio ingeamua, watu wamefungana, kura yako ikaamua kesi. Kama hivi ninavyosema, kura inakatisha maneno, inakata maneno. Alafu na wakati wa matendo ya mitume, wakati wa matendo ya mitume ilitokea pia. Unajua Yesu alipokuwa hapa duniani wakati wake alikuwa na mitume 12, lakini mtume mmoja anaitwa Yuda, mwanafunzi mmoja anaitwa Yuda alimsaliti Yesu. Kwa hiyo akajinyonga, akafa. Kisa chake mnakijua. Na alipokufa na Yesu ameshapaa, wakabaki mitume. Sasa wakajadili kwamba sasa jamani, tunafanyaje? Kwa sababu
lazima nafasi ya Yuda izibwe. Tumebaki 11, lakini mpango wa Yesu ulikuwa ni wanafunzi 12. Sasa kati yetu hapa tutafute mtu ambaye tangu mwanzo alikuwepo, tangu Yesu, tangu wakati wa Yohana Mbatizaji mpaka Yesu kuja kuondoka, watu waaminifu walioshuhudia mambo hayo. Tumtafute mtu mmoja mzuri ambaye atachukua nafasi yake. Sasa wakapatikana watu wawili, wote wana sifa zinalingana. Wote wana sifa zinalingana. Akatokea Yusufu, akatokea Matia. Wote wana sifa. Sasa tunataka mmoja, tunafanyaje? Ndio nikusomea hapo usikie pia umuhimu wa kupiga kura. Ni Matendo ile sura ya kwanza mstari wa 21 mpaka wa 20 na 20 mpaka 21 mpaka 26, Matendo ya Mitume. Biblia inasema kwamba basi katika watu waliofuatana nasi wakati wote Bwana Yesu alipokuwa akiingia na kutoka kwetu, kuanzia tangu batizo wa Yohana hata siku ile walipochukuliwa kwetu kwenda juu, alipochukuliwa kwetu kwenda juu, inapasa mmoja wao awe shahidi wa kufufuka kwake pamoja nasi. Wakaweka watu wawili, Yusufu aitwaye Barsaba, aliyekuwa na jina la pili anaitwa Yusto, na Matia. Kisha wakaomba. Kumbuka hapo nitakuja kusisitiza baadaye kwa sisi watumishi wa Mungu. Inabidi tuombe Mungu atusaidie pia pamoja na wananchi kupiga kura, lakini tumuombe Mungu atusaidie awaelekeze watu kuchagua watu ambao wataifaa nchi hii, wataifaa mitaa yetu, watafaa majimbo yetu, watazifaa kata zetu, kwa maana ya madiwani, kwa maana ya wabunge ambao watazama waziri na manaibu mawaziri na waziri mkuu, wabunge pamoja na rais huko mbele. 2020 itakuja baadaye huko baadaye. Kisha wakaomba, watumishi wa Bwana wakaomba wakasema, wewe Bwana ujuaye mioyo ya watu wote, tuonyeshe ni nani uliyemchagua katika hawa wawili ashike mahali katika huduma hii na utume huu aliyoukosa mwenzetu Yuda, akaenda mahali pake, akae mahali pake mwenyewe. Wakapiga kura. Nasoma ndugu yangu mtazamaji, sio kwamba nazungumza. Mstari wa 26, wakapiga kura, kura ikamwangukia Matia, naye akahesabiwa kuwa pamoja na mitume 11. Sasa wakawa mitume 12. Wakapiga kura, wakatangulia kumwomba Mungu. Mungu, wewe ndio unajua mioyo ya watu wote. Mafisadi unawajua, wezi unawajua, walevi unawajua, Mungu ndio unawajua. Sasa tuelekeze achaguliwe nani hapa. Kumbuka Mungu ndiye anaongoza katika mioyo ya watu kwamba achaguliwe huyu. Mungu ndiye anajua. Yeye Mungu ni roho. Anatumia watu, anatumia vitu. Kwa hiyo anatumia watu kumchagua mwenyekiti wa mtaa, mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji anayefaa, kuwachagua wajumbe wa serikali ya mtaa, wajumbe wa serikali ya kijiji wanaofaa. Mungu anawajua. Nitakuja kukupa maandiko baadaye. Hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu ndiye anajua, lakini akitumia watu. Na tukitangulia kuomba sisi watumishi wa Mungu, hilo nitakuja kulisisitiza nadhani mwishoni. Mungu akitusikiliza, atatusikiliza, atatuchagulia au atatupa watu ambao ni wazuri, wapo katika mpango wake. Kama tunavyokwenda vizuri namna hii, tungependa miaka 5 mingine inayokuja twende vizuri hivyo hivyo. Na hii ndio makusudi ya Mungu kwa Tanzania, maana Tanzania itaendelea kuwa ni kisiwa cha amani. Tanzania itaendelea kuwa ni nchi ya makimbilio, lakini kwa kuwa na viongozi sahihi na viongozi wazuri wenye vigezo, kama nilivyotangulia kusema, mzee Yetro akimwambia Musa, na mimi nimekuambia wewe mtazamaji, haya mambo myazingatie mnapokwenda kupiga kura, myazingatie hayo. Usichague mtu kwa ushabiki tu, ana sifa hana sifa, unaleta tu kwa kuwa ni kabila lako, kwa kuwa ni dini yako, kwa kuwa ni rafiki yako, kwa kuwa ulisoma naye. Hapana, hapana, vigezo vimewekwa na nitaendelea kuvisisitiza katika mfululizo wa masomo yangu haya mpaka siku zote za uchaguzi. Sitanyamaza kwa sababu nina maandiko hapa. Swala la kupiga kura ni swala la Mungu mwenyewe. Ndugu zangu, naomba niende mapumziko.
Nikirudi nitaendelea hapa nilipoishia, usiende mbali na runinga yako. Mtazamaji wa Bamedas Television, na kuja tena kwako tuendelee pale nilipoishia. Nilikuwa nakwambia kwamba umuhimu wa kujiandikisha kupiga kura ndivyo. Umuhimu wa kupiga kura nimeshaeleza na ninazidi kusisitiza. Ni haki yako ya msingi kabisa, haki yako ya kikatiba kuchagua mtu unayeona anafaa, unayempenda, lakini kwa kuzingatia vigezo. Nazidi kusisitiza, sio swala la kumshabikia tu kwa sababu 1, 2, 3, lakini kwa vigezo na sifa ambazo kwanza nadhani zitatolewa na tume ya uchaguzi, lakini pia hata maadili tu ya kawaida ya Mtanzania. Kama kiongozi hana maadili, sidhani kama ni busara kumchagua. Maana ukakosea ukachagua mtu wa namna hiyo ukidhani kwamba ni jambo dogo, itakugharimu miaka 5 ijayo ukiwa na hasara ya kutosha kabisa. Kwa hiyo tuwe makini katika mambo haya, na ndio maana nakwenda polepole na kupana maandiko, na hapa katika matendo ndio tumesoma hapa. Ndugu zetu hapa mitume ikabidi wamuombe Mungu kwanza, walipoona kwamba sio swala la kwenda kiholela tu hivi, wakaomba Mungu. Na hili swala la kuomba Mungu, nadhani viongozi wa dini bila kusubiri maagizo ya serikali, tutajisimamia wenyewe. Tuanze mapema kuomba Mungu atusaidie kupata viongozi wazuri. Kumbuka serikali inaanzia mitaani na kwenye vijiji na kwenye vitongoji. Sasa tunapokuwa tumepata viongozi wazuri huku chini na kwenye mashina huku, basi tutapata madiwani wazuri, tutapata wabunge wazuri, na tunapopata wabunge wazuri ina maana tutakuwa na bunge zuri, na tukiwa na bunge zuri ina maana sasa tutakuwa na mawaziri wazuri, manaibu waziri wazuri, na kadhalika na kadhalika. Hatimaye huko 2020 tutakutana huko, nitaendelea kufafanua mambo haya kwa mujibu wa neno la Mungu. Ninaposema hivi ina maana kwamba wenzangu Waislamu pia huenda katika Qur'ani tukufu viko vifungu. Nitaomba kwenye TV hii watokee pia waje kufafanua, maana sio wote wanaonielewa na sio wote wanaokubali na hiki ninachokizungumza hapa. Lakini akija mtu mwingine, maana tuko kwenye imani zetu, na nchi hii, katiba hii ilivyo, watu wote wana uhuru wa kuabudu. Kwa hiyo siwezi kulazimisha sana kwamba watu waamini haya ni yasemaye, lakini kwa kuwa ni neno la Mungu na bado nasoma kipengele kwa kipengele na ni neno la Mungu, mimi nadhani huna budi kuniamini. Alafu na umri wenyewe nadhani unauona, sio umri wa kumdanganya mtu au kumshawishi mtu kwa ushabiki. Mimi natoa ushauri wa bure kwa mujibu wa neno la Mungu, lakini pia nikitumia pia faida ya umri mrefu niliokaa hapa duniani na kuona mengi, kuishi kwingi, kuona mengi. Mengine nimeona kwa macho kabisa, watu wakichagua watu kwa ushabiki, alafu tunakula hasara miaka 5, hatuoni maendeleo yoyote, ni vurugu, ni shida, mpaka tunajuta kwa nini tulimchagua huyu. Lakini safari hii nataka watu wawe makini katika nafasi zao, katika mitaa yao, katika kata zao. Baadaye huko ninaomba tuwe makini katika kuchagua na hata uteuzi kwenye vyama vya siasa huko, mnapoteua watu wa kuja kugombea. Mimi nadhani kwenye michujo hiyo mtaleta watu ambao wana sifa zote, waje wachuane hapa kwa sera zao. Nitaendelea kusisitiza. Leo hii nimekuja na umuhimu wa kupiga kura, lakini safari nyingine nitakuja na umuhimu wa kutunza amani wakati wa kipindi cha uchaguzi na baada ya uchaguzi. Haya ni mambo ya kuzungumza sisi viongozi wa dini, wala sio swala la kusubiri tupewe maagizo na mheshimiwa mkuu wa mkoa, mheshimiwa mkuu wa wilaya, mheshimiwa rais, mheshimiwa waziri mkuu, mheshimiwa makamu wa rais waanze kutuomba. Tunawaomba viongozi wa dini mtusaidie huko. Hivi mimi nimejitolea kusaidia hata kabla sijaagizwa na mtu. Na wote sasa huko, kila mtu huko tuliko, kila mtu kwa nafasi yake, nadhani ni sawa kabisa. Na katika nyumba za ibada, nakumbuka tuliambiwa hivyo, tulipata agizo la mkuu wa mkoa katika nyumba za ibada tuwaambie watu, kuwahamasisha waende wajiandikishe kupiga kura, kwa sababu bila kujiandikisha unapoteza haki ya kupiga kura. Hautapiga kura bila kujiandikisha. Sasa nani awaeleze watu? Sisi viongozi wa dini ndio tuna watu
Hata wanasiasa watapiga siasa zao huko, watabishana, watagombana, watatukanana. Wazungu wanasema end of the day watakuja ibadani. Bwana nikuta baba mchungaji, baba askofu, tawapa maadili. Naambia wanangu, iko 1 2 3, nendeni mkajiandikishe. Mimi nakumbuka nilitangaza kwangu, wanaonitazama wa kanisani kwangu wananiunga mkono hiki ninachokizungumza. Nilitangaza kabisa madhabahuni, jamani, serikali imetuongezea siku 3. Zitumieni vizuri hizo siku 3 mliokuwa mjajiandikisha, mkajiandikishe, kwa sababu ni jukumu letu kwenda kupiga kura. Siku ya kupiga kura tarehe 24 mwezi wa 11, tuchague viongozi ambao tunadhani wanatufaa. Lakini sasa safari nakuja hata kukueleza na vigezo. Serikali itatoa vigezo vyake, tume ya uchaguzi, lakini hapa mzee Yetro kwa msaada wa Bwana ametupa vigezo. Mtu mwenye uwezo, mtu mwaminifu, mtu anayemcha Mungu, asiyekuwa na tamaa yoyote ya fedha na mali na ufisadi, asiyetamani hata fedha ya udhalimu, ya aibu, imetajwa ya aibu. Hayo mimi nitaendelea kuyasema kwa kurudia, kwa maana ya kwamba sitaki upoteze point, ndugu yangu mtazamaji. Na katika hilo nimedokeza kitu bunge, madiwani, bunge tutakapokwenda huko mbeleni, huko tunakoelekea, kwa sababu chanzo cha kuchagua mbunge ni huku chini. Tukijipanga vizuri huku tutapata na mbunge mzuri, tutapata na madiwani wazuri. Kwa maana hiyo tutapata mameya wazuri, wenye viti wa halmashauri wazuri, wenye viti wa manispaa wazuri, mameya hao. Tutapata wabunge wazuri, tutapata spika mzuri, na katika wabunge hao ndio wanateuliwa mawaziri, manaibu, kama nilivyokwisha kuzungumza. Kwa hiyo swala la uchaguzi, la kupiga kura, bado nasisitiza lina umuhimu wake. Nitakupa maandiko hapa uone kwamba hata chombo cha kutunga sheria kinatajwa kwenye Biblia. Nina hakika na vitabu vingine vya dini vinataja. Mimi naongea na Biblia kwa sababu ndio naisoma na ndio naijua. Na ndio nakupa maandiko kabisa. Unasikia ukisoma Isaya ile sura ya 10, usikie mambo. Isaya sura ya 10 ni ule mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema hivi: wabunge wanatahadharishwa. Kwa hiyo katika mambo haya hakuna kitu kinachosazwa. Wabunge, madiwani, watunga sheria. Sura ya 10 mstari wa kwanza, Biblia inasema namna hii: ole wao wawekao amri zisizo za haki. Narudia, ole wao wawekao amri zisizo za haki, na waandishi waandikao maneno ya ushupavu. Sasa sijui hapo ni waandishi wa habari, nadhani wameguswa pia. Wanaandika maneno ya ushupavu, maneno ya uchochezi, ndio maana yake. Haya, ili kupotosha muhitaji asipate haki yake, na kuwanyang'anya masikini na watu wangu haki yao, ili wajane wawe mateka yao, na kuwafanya yatima waliofiwa na baba zao kuwa mawindo yao, kutajirika migongoni mwao kwa sheria mbovu, kwa sheria zisizokuwa na tija, kwa sheria zisizotekelezeka. Unajua mahali pengi wamekwisha kuona hata viongozi wetu kwamba na mahali pengine unakuta sheria zimepitwa na wakati. Adhabu zilizoandikwa kwenye sheria hizo zingine labda zimetoka mpaka tangu kwa mkoroni huko, lakini ukiangalia adhabu iliyotajwa kulingana na kosa linavyotendwa, ndio unakuta uhalifu unaendelea, kwa sababu mtu anapigwa faini shilingi milioni 1 kwa kosa kubwa labda zito kabisa. Nani anashindwa kulipa milioni 1? Kwa hiyo atalipa alafu anaendelea. Lakini hizo nashukuru sana. Kwa hiyo tunapokuwa na wabunge wazuri walio makini, na spika mzuri na naibu spika mzuri, na meya mzuri, mwenyekiti mzuri wa halmashauri, na madiwani wanapokaa wakatunga hizo bylaws, hizo sheria ndogo ndogo na sheria kubwa, wakiangalia na katiba yetu ilivyo, wakaleta sheria ambazo zinatetea wanyonge na kuleta kila mtu kupata haki yake, basi utulivu utakuwepo.
kwa sababu kama haki haitendeki, labda sheria ni mbovu, lazima watu watapiga kelele, na watu wakipiga kelele, amani itavurugika. Na sasa viashiria vya amani kama hivyo tunapoviona namna hiyo, lazima tuvilete nje hivi. Alafu safari hii ni kwa mujibu wa maandiko. Kwa hiyo na hapo unaweza ukalaumu bunge au ukalaumu halmashauri au ukalaumu manispaa au ukalaumu jiji, lakini jilaumu mwenyewe kama ulipiga kura ukaweka mtu kwa ushabiki asiyekuwa na sifa wala vigezo. Ndio maana mimi nimeona haya niyalete kabisa, myajue ndugu zangu mnaonitazama, mnaonisikiliza. Kumbuka sheria ni nzuri. Watu wengine wanasema sheria zipo, zimewekwa na Mungu, na ni kweli. Nitakuja kukupa maandiko hapa, lakini bado nasisitiza kuchagua watu wenye uwezo na watu wanaomcha Mungu, watu wenye hofu ya Mungu, watu ambao tunaamini kabisa, sio kudhani, tunaamini watatenda haki, watashughulikia watu na shida zao, watashughulikia kero za wananchi. Ndio kilio cha Mheshimiwa Rais na viongozi wote aliowateua. Naona kila kiongozi kwenye ngazi yake wanahimiza watu wa chini yao kushughulikia kero za wananchi. Wananchi wakishughulikiwa kero zao, kunakuwa na utulivu. Kama hawana watu wa kuwasikiliza, kero zao zipo, ndipo unaona viongozi wakubwa wanapotembea, lazima watu wanyoshe mikono kuuliza, kutaka msaada. Lazima watu waonyeshe mabango kuonyesha wana shida. Lakini kama kila mtu atasimama kwenye zamu yake, na hasa safari hii tukichagua watu wazuri ambao watashirikiana na viongozi wa serikali, basi tutakuwa na utulivu wa kutosha, na ninaamini kabisa mpaka hapo mtakuwa mmenipata na mmenielewa, na itakuwa vizuri sana. Nadhani nitahadharishe mapema kwa kuwa bado nina muda. Nitahadharishe mapema mambo ya vurugu, mambo ya fujo wakati wa uchaguzi. Unajua wakati wa uchaguzi, labda nimeliwaisha hili, uchaguzi ukikaribia nitalirudia kama kuna umuhimu kuwakumbusha. Singependa ndugu zangu wananchi mwingie kwenye mitego ya polisi, kwenye mitego ya sheria, mjikute mmeshaingia kwenye uvunjifu wa amani bila ninyi kujua. Kila kitu hapa kimeandikwa kwa maandiko, na vyombo vyote vya ulinzi vipo kwa mujibu wa sheria ya nchi na katiba ya nchi, lakini pia kwa mujibu wa neno la Mungu. Kwa hiyo kila mtu kusimama kwenye sheria, nadhani ni busara zaidi. Kwa mfano, nani alijua kwamba maandamano yameandikwa kwenye Biblia? Maandamano, wewe ulijua maandamano yameandikwa kwenye Biblia? Lakini andiko lipo. Mimi nikupe hilo andiko, na labda naweza nikaishia hapo, nikasubiri kukupa nafasi na wewe upige simu, uniulize maswali. Najua nitapata maswali, nitapata maoni. Kipindi hiki mimi nachokoza tu, lakini ninyi ndio wataalamu, ninyi ndio mko kwa wananchi huko na mnajua mengi. Namba zangu nitakapozitoa hapo tayari zinaanza kuonekana chini ya runinga yako, ziandike mapema. Hiyo ni namba ya kupiga. Nitakupa nafasi baadaye utapiga. Alafu kuna namba ya kutuma ujumbe mfupi. Namba ya kutuma ujumbe mfupi unapoiona hapo chini ya runinga yako, anza kutuma ujumbe, nitausoma hapa. Lakini baadaye nitakuruhusu upige simu. Sasa kitabu cha Kutoka sura ya 23, sikiliza habari za maandamano. Ni swala ambalo watu hawajui kama ni swala la kikatiba, ni swala la kisheria, lakini pia ni swala la Mungu. Mungu hapendi kabisa mambo ya watu ambao wanavunja amani. Kumbuka amani ni original kutoka kwa Mungu. Mungu wetu ni Mungu wa amani, si Mungu wa machafuko. Na ndio maana hata Yesu alipoondoka alisema, amani yangu nawapa, amani nawaachieni. Niwapayo mimi amani yangu niwapayo, si kama ulimwengu utoavyo. Amani yangu nawapa. Na mahali pote alipopita alisema, amani iwe kwenu. Kutoka 23 mstari wa 2 na wa 3 anasema, usiandamane na mkutano kutenda uovu. Narudia. Ni Kutoka 23 mstari wa 2 na wa 3. Usiandamane na mkutano kutenda uovu, wala usitie ushahidi wako katika neno lolote kwa kugeukia kando na kuandamana na mkutano ili kupotoa hukumu. Wala usimpendelee mtu mnyonge katika neno lake. Wala usimpendelee mtu mnyonge katika neno lake.
basi anaendelea na kuendelea na kuendelea. Lakini nataka kusema kwamba ndugu zangu, katika mambo yote haya, wakati wa uchaguzi, hapana, nianze hivi, kabla ya uchaguzi hivi tunavyokwenda, maana baadaye kutakuwa na kampeni, baadaye kutakuwa na upigaji kura. Sasa mimi nitahadharishe mapema kabisa, ndugu zangu, jitahidini sana kutii sheria na maelekezo ya nchi. Hutapambana na polisi mahali popote. Polisi wapo kwa ajili ya kupambana na wahalifu. Unapomtunishia misuli polisi, hujaenda kozi yoyote, hujaenda mafunzo yoyote. Polisi wamepata mafunzo, polisi wana silaha, polisi wana vifaa vyote, polisi wana mabomu ya machozi kabla hajapiga risasi yoyote. Hata wakipiga hizo za kupiga hewani kutawanya mkutano au maandamano, lakini unajuaje inaweza ikakuangukia wewe? Nasikiliza haya, kabla haijawashwa gari ya maji ya kuwasha, na sasa hivi nasikia ameboreshwa kabisa, yanawasha masaa 8 au mpaka 10. Kwa hiyo ukiwashwa asubuhi unaweza ukawashwa mpaka jioni, unajikuna. Yote tabu ya nini? Kujiingiza kwenye vitu ambavyo havipo, na hata kama utaratibu utakuwa haujafuatwa, taratibu zipo za kufuata. Ndio maana viongozi tunao, tumesikia wa 10, wa 50, wa 100, wa 1000 na kuendelea na kuendelea. Hao wapo kutusaidia sisi wanyonge, kutusaidia sisi wa Tanzania, kutusaidia sisi raia wema. Na ikawekwa kabisa wizara maalum kwa ajili ya usalama wa raia na mali zao, polisi. Naona vyombo vingine vipo kusaidiana na polisi, na polisi haijashindwa kuvita hivyo visaidie. Kwa hiyo polisi yenyewe inajiweza, inajitosheleza, lakini kupambana na watu wachache, na mara nyingi sio wengi, ni watu wachache tu ambao wanajitokeza kuvuruga shughuli za uchaguzi, kuvuruga shughuli za kampeni. Na katika hili ninapokuaga ili niende kupumzika, nikuruhusu upige simu, niseme kwamba hakuna sababu ya kujiingiza kwenye maneno ya uchochezi, maneno ya kushabikia ambayo hayana tija, ambayo unaona ni kiashiria kabisa cha kuvunja amani. Hautapona kwenye mikono ya sheria. Sheria baadaye nitasoma, nadhani kama sio katika somo hili, hata somo lijalo, kwa sababu somo hili ni refu. Nimekuja na kipande tu kidogo ukuweka sawa. Utakuwa unanisikiliza kila nikija hapa kuleta kipindi cha maadili ya Mtanzania. Nakuja sasa hivi nina somo la umuhimu wa kupiga kura. Sasa hivi vipengele ninapokupa hapa, mimi naomba uende navyo vitafakari, na baadaye nitatoa namba zangu za simu, tutaendelea kuwasiliana. Lakini la msingi, mpaka hapo ujue kabisa kwamba pamoja na shughuli zote kabla ya upigaji wa kura, wakati wa kampeni na wakati wa kupiga kura, inatakiwa utulivu wa hali ya juu, ndugu yangu Mtanzania unayenitazama, na kuangalia sheria zinasemaje na kusikiliza taratibu zinasemaje. Tuwasikilize viongozi wetu, tuwatii maagizo wanayotupa, ndio hayo. Kama unataka kutoa maoni, mbona nafasi na kuwepo natoa maoni, lakini unapokaidi, unapotunisha misuri, kwa kweli hawatakuacha. Maandiko yapo mengi, lakini nadhani nisikupe yote kukuchosha. Ni kuache katika mapumziko haya. Sasa ujiandae kunipigia simu. Nikirudi sasa naruhusu kupiga simu. Ndio hii hapo namba 0739 500 222. Alafu kuna namba ya kutuma ujumbe mfupi 0622, utaiona hapo, na yenyewe itawekwa hapo 0622 500 199. Hebu nitumie ujumbe mfupi, nitausoma hewani, alafu utapiga simu, utasikika hewani. Toa maoni yako, na kitoa maoni yako yana tija, yana msingi, watu watapata faida. Na hapa tunasaidiana, tunaelimishana. Hakuna mtaalamu, hakuna mjuzi wa mambo haya, lakini nilikuwa namaliza kwa kuomba viongozi wa dini kabisa tujipange kuisaidia serikali yetu tukufu. Kabla hawajatuomba, ni wajibu wetu kabisa kuomba kwa ajili ya uchaguzi huu ili tupate watu sahihi. Ndugu zangu, mimi naenda mapumziko. Nikirudi nitakuruhusu upige simu, nitasoma ujumbe wako. Usiende mbali. Mtazamaji wa Bamedas TV, karibu katika sehemu ya mwisho ya kipindi chetu cha maadili ya Mtanzania.
leo hewani tukiwa na somo kuhusu umuhimu wa kupiga kura. Nimekwisha fafanua mambo mengi, lakini kubwa zaidi tuko katika kipindi cha uchaguzi katika ngazi ya serikali za mitaa. Watu kujiandikisha, kipindi hicho kimepita. Serikali imefanya juhudi sana kutupa nafasi za kutosha, hata wakaongeza siku 3 na tukatangaza hata nyumba za ibada. Naona umepiga. Nipokee kwanza ndugu yangu. Karibu ndugu yangu, nikusikilize. Nani mwenzangu, uko wapi? Dr. Ibrahim, karibu Dr. Asante sana. Mimi nashukuru kwanza kwa hiyo mada. Ndio. Mada tunakuja muda mwafaka kabisa. Kwanza ni cha kwanza ambacho nataka tusemee kwa swala la kujiandikisha. Ndio. Watu walijitokeza kujiandikisha kwa sababu ya kuchagua viongozi wanaowataka. Ndio. Na katika harakati za kujiandikisha pale hakuna sehemu ambayo unataka uchague kwa chama fulani. Wewe mwenyewe unaona maendeleo yako au hayapo. Sawa. Sasa hili jambo la vurugu linalokuja sasa hivi, yani linakuja wakati wa uchaguzi, ni kwamba Watanzania wengi tumeegemea kwenye itikadi za kisiasa. Sawa. Hiki ndio kinakuja kusababisha mpaka machafuko yanafanyia nje na kuwepo. Lakini ukiangalia utendaji wa mtu, kwamba unaangalia kwenye mtaa wako maendeleo yakoje, wewe tu ni mtu mwingine mwingine, sio kama vurugu aina yote. Ndio. Sasa inakuja kuletea shida ni hivi, siasa huyu na vitu vingine kama hivyo. Sasa mimi nadhani tuachane mambo ya siasa, tuangalie utendaji. Kama mtu afanye vizuri tumtoe, kama anafanya vizuri tumweke aendelee. Daktari, haya mambo ya kuwa tunaanza sijui vurugu na nini, kuna watu wanakufa kwenye vurugu bila hatia kwa sababu ya watu wachache kabisa. Asante. Kabisa Watanzania tubadilike, tuangalie utendaji, tuangalie mtu atakayekuja kutufaa basi. Asante Dr. Asante. Nakushukuru Dr. Asante sana. Huyu ni Dr. Ibrahim kutoka Nyegezi. Mara zote Dr. anakuwa na mchango mzuri. Na hata nakumbuka somo lililopita alikuwepo Dr. hapa, tulikuwa naye hapa. Sasa alichokumbushia ni kitu cha muhimu sana, nadhani ananiunga mkono kwamba fujo, vurugu hazina tija, na hata kama watu watabishana sio lazima kukubaliana katika kila jambo, lakini tunapingana kwa hoja. Tunapingana. Watanzania ndio mila yetu na desturi yetu kupingana, lakini hatupigani. Tunapingana lakini hatupigani. Tunaweza kubishana, tunabishana, lakini hatubishani kama watu wajinga. Tunabishana kwa hoja. Hoja yangu ikikushinda inabidi ukubali matokeo. Hayo nitakuja kuyasema huko mbeleni, kwa sababu bado hili somo nimeanza, linaendelea. Itaendelea mpaka wakati wa uchaguzi, mpaka wakati wa kampeni. Nitakuwa nawaeleza watu namna ya kufanya ili tumalize salama. Watu wasijikute wameingia kwenye mikono ya sheria. Kwa sababu sheria zipo kwa ajili ya wahalifu, sio kwa ajili ya watenda mema. Hapana. Kwa hiyo Daktari, nakushukuru sana. Nafasi iko wazi sasa. Daktari amefungua mlango, naomba upige. Alafu ubao wangu naona hauna kitu. Tumeni message 0622 500 199. Ubao wangu ni mweupe kabisa. Shahidi ni wewe mwenyewe. Check. Haina kitu. Lakini ni haki yako ya msingi kuniletea ujumbe hapa nikausoma. Alafu upige moja kwa moja. Namba hiyo hapa ya kupiga 0739 iko hapo. Soma hiyo. Upige moja kwa moja. 0739 500 222. Piga kama Dr. Ibrahim amepiga. Utaongea, watu wote wanakusikiliza. Toa maoni yako. Lakini nazidi kusisitiza kabisa jamani, utulivu na amani kabisa wakati kwanza kabla ya uchaguzi, wakati wa kampeni, wakati wa kupiga kura. Watu tuchague viongozi wetu wa mitaa, viongozi wetu wa vijiji, viongozi wetu wa vitongoji kwa amani, na serikali zetu za mitaa, serikali za vijiji, ikiwa ni maandalizi ya baadaye tuje tupate uchaguzi mzuri tunapotafuta waheshimiwa madiwani 2020 huko mbele. Waheshimiwa wabunge wetu, nimekwisha kufafanua umuhimu wa madiwani na umuhimu wa wabunge huko, kutunga sheria ndogo upande wa madiwani, kutunga sheria za nchi, kufanya marekebisho sheria ambazo zimepitwa na wakati, tukiwa na wabunge wenye busara, wabunge wazuri. Na katika wabunge hao watatoka mawaziri wazuri, mawaziri wenye hekima, wenye busara, wenye uwezo, kama tulivyosikia vigezo, wenye uwezo, wanaomcha Mungu, wasiokuwa na tamaa ya fedha na fedha
Wasiokuwa mafisadi mnaweza kudhani ni maneno ya mtu fulani, lakini ni neno la Mungu kama nilivyosomea. Kwa hiyo miongozo hii ukiipata mapema kama hivi, kisaikolojia unajiandaa, unajiandaa kufanya vizuri. Nadhani mnaniunga mkono. Sasa mimi nasubiri, naomba upige simu, naomba utume ujumbe. Tuma ujumbe ndugu yangu, na mimi nikifunga kipindi sasa nina halali kabisa. Nikiona kimya, nadhani nitakuwa sina hatia kwa mtu, kwa sababu nimewapa haki yenu kabisa. Mlivyoniheshimu mkanisikiliza, na mimi nimewaheshimu, nimewapa nafasi ya kupiga simu na kutuma ujumbe. Piga simu moja kwa moja 0739 500 222. Swala la kupiga kura sio swala la siasa, ni swala la kimungu kabisa, kwa sababu ndio chanzo cha kutunza amani ya nchi na ndio chanzo cha kuleta maendeleo kwa wananchi wake. Chagua viongozi wazuri, maendeleo yapo, amani ipo. Kukosa maelekezo kama haya ndio tutatumbukia kwenye kupata watu wabovu, wasiofaa, hawana sifa, hawana vigezo, eti kwa sababu ni kabila lako, kwa sababu ni dini yako, kwa sababu ulisoma naye, kwa sababu ni mjomba wako. Vigezo. Na mtu asinyimwe nafasi kwa sababu ya hilo nililolisema. Sifa zote anazo, alafu kamnyima nafasi kwa sababu sio kabila lako, sio dini yako, sio umjui. Na daktari amenisaidia hapa. Kwa waliokuwa kwenye nafasi tayari, basi tunawapima kwa kazi walizofanya. Ndio, tunawapima kwa kazi walizofanya. Kama kipindi chote miaka 5 hakuna lolote walilofanya, nadhani ni nafasi yako Mtanzania mwenzangu kumnyima kura yako, kampigia mwingine ambaye unadhani atatupa maendeleo. Ndio. Daktari, asante na kushukuru tena, umenisaidia. Ndugu zangu, mjanitendea haki, ubao mweupe. Niende hivi kweli bila message yako hata moja kuisoma. Basi piga simu 0739 522. Nafasi ni ya kwako na iacha wazi, sio kwamba nimeishiwa ujumbe, sio kwamba vipi, na kuheshimu. Uwezi ukaacha muda wako wote ukanisikiliza, alafu nikunyime muda wa kupiga simu, nikunyime muda wa kutuma ujumbe. Nimekuheshimu, nimekupa nafasi hii, na sasa muda sio mrefu nitakuaga baada ya kuona kwamba hakuna mpango wowote wa simu wala wa ujumbe mfupi. Message imeingia hapa. Anasema ni Dr. Ibrahim tena, nadhani ameona asipige, awaachie wengine wapige, lakini ametuma ujumbe. Kuna baadhi ya viongozi wanatamaa sana, wanatumia kila hali ili washinde. Ila mimi, mtu akija kunirubuni kwa pesa, simchagui kiongozi. Kiongozi mwadilifu hatoi chochote. Kiongozi mwadilifu hatoi chochote. Mimi ni Dr. Ibrahim Wanyegezi. Daktari, nazidi kukushukuru, na ndivyo itakavyokuwa. Somo lijalo nitafafanua hayo mambo mengine, mambo ya rushwa, mambo ya ufisadi, mambo ya ulevi. Viongozi, sidhani kama tunahitaji viongozi wa mafisadi, viongozi walevi, viongozi wa rushwa. Yote hayo nitakuja kuyafafanua nadhani somo lijalo. Sasa hivi muda sio rafiki, ndugu yangu, nikuage. Nina uhalali kabisa wa kukuaga. Nicheki tena ubao kwa mara ya mwisho. Ninawe mikono kabisa, silaumiwi na mtu. Hakuna tena message iko ya Dr. Ibrahim, nimeshaisoma, hakuna nyingine. Nakupa dakika moja, wakati nataja namba zangu najitambulisha, unaweza ukatuma message yako nikaisoma kwa upendeleo. Majina yangu kamili ni mchungaji mwalimu Dr. Jacob Mutash. Kanisa langu liko pale Kiloleli EAGT Kiloleli. Ukifika pale Casanova, kuna hoteli moja maarufu hapo Kiloleli inaitwa Casanova. Ukifika hapo Casanova, una ubao mkubwa kabisa na picha yangu na picha ya mama mchungaji. Tena Mungu ametenda muujiza. Hiyo picha iliyoko kwenye bango, nimevaa suti hii. Nilivaa suti hii kwenye hilo bango na tai hii. Kwa hiyo hutakosea. Ukiliona hilo bango linaonyesha mita 400 kwenda darajani mpaka kwenye kanisa EAGT pale Kiloleli. Kitoka darajani kama mita 400, mkono wako wa kushoto utakuta kuna bango lingine kama la barabarani, ina picha hizo. Hapo ndipo kanisani kwangu.
Karibu sana, tuonane uso kwa uso. Ninakuwepo kila siku ofisini kwangu. Hapo ndipo ilipo ofisi yangu, na kuwepo kila siku tangu saa 10 mpaka saa 12. Nimezitenga maalum kwa ajili ya kusikiliza shida za watu, kusikiliza kufanya maombezi kwa watu wenye shida, lakini pia kupokea ushauri wa watu. Napenda sana watu, napenda sana wageni. Kama unavyoniona hivi na tabasamu, sio kwamba naigiza tu najipendekeza kwako. Mimi ni mtu wa furaha, ni mzee wa hivi tu. Napenda sana ushauri, napenda sana kukushauri pia bila shida, bila tatizo. Dini zote, itikadi zote za siasa, karibuni kanisani, karibuni ofisini kwangu. Hiyo ndiyo ofisi yangu na mimi ndipo nilipo. Lakini namba zangu za simu nazungumza hivyo ili utume message, nitaisoma kwa upendeleo, au piga. Ukipiga na nyamaza, piga na nyamaza. Namba yangu ya simu ni 0767 493 793. Narudia 0767 493 793. Alafu namba yangu ya Airtel 0784, Airtel ni 0784 493 793. Majina yangu kamili ni mchungaji mwalimu Dr. Jacobo Mutash. Ni cheki ubao wangu nikuage vizuri, nikutendee haki. Kama kuna message nitaisoma, kama haipo ndugu yangu nikutakie kila laheri na nikushukuru kwa usikivu wako na utazamaji wako mwema. Na namba zangu ndio hizo. Kama ukishindwa kunitumia message hapa au kunipigia, basi nipigie hizo namba nimekupa sasa hivi. Nikutakie kila laheri, niseme Mungu akubariki sana.